Huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unapokaribia, eneo la Mlima Kenya linashuhudia mgawanyiko, hasa kutokana na tofauti za kisiasa. Mgawanyiko kati ya sehemu za mashariki na magharibi ya eneo hilo la Mlima Kenya unazidi kudhihirika kila uchao, huku viongozi wakiwa wamegawanyika kwa misimamo mikali kwa wagombea na itikadi wanazopenda. Huku mvutano na ubabe wa kisiasa eneo la Mlima Kenya ukiendelea kushuhudiwa, baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo sasa wanatoa wito wa amani na umoja. Na niseme kinagaubaga, wale watu wanaleta siasa ya kugawanyisha watu yetu, kufanya kukue na watu ya Kikuyu, sijui na watu ya Embu na wapi. Hiyo ni watu tutadili na wao categorically. Na niko na instructions kwa watu yetu kwamba hawataruhusu mtu yoyote ambaye anaweza leta mgawanyiko kwa wananchi wetu. Wakiongozwa na mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji, viongozi pia wametetea na kusisitiza umuhimu wa kulinda utamaduni wa Mlima Kenya kama kifaa muhimu cha kuwaleta pamoja wakazi na kuwaunganisha, wakionya mgawanyiko eneo hilo unaweza kuutikisa uwezo wa Mlima Kenya. Na tutakuwa tunapigana hiyo vita tukiwa pamoja, kwa sababu mtu yote analeta mgawanyiko ni mtu ambaye anachukia sisi. Ukisema nichukie Mkikuyu kwa sababu mimi ni Mwembu, ile kitu unaleta kubwa sana ni kidonda ya roho yenye hata watoto wetu wataanza kukua wanaona watu wengine differently. Kadri mandhari ya kisiasa yanapozidi kuchemka, utofauti wa maoni unachangia pakubwa mgawanyiko huo unavyoendelea. Inabakia kuonekana ikiwa mikakati inayotumika na viongozi hawa kukuza hisia ya pamoja itakuwa na mafanikio katika kuziba pengo kati ya makundi yanayotofautiana, au ikiwa mvutano na tofauti zinazoongezeka miongoni mwa wapiga kura zitasababisha hali ya kisiasa kudhoofika zaidi kadri siku muhimu inavyokaribia. Rajab Juma, runinga ya KU.